Ili Mungu alete upako, Roho Mtakatifu ajae kwa wingi kwa mtu anahitaji matengenezo ya ndani. Kuna watu wengi visima vyao vya Roho Mtakatifu havibubujiki kwa sababu hawajapata neema ya kutengenezwa mjengo wa ndani. Mjengo, unajua makanisa makubwa kama haya wengine hayana mafundisho ya kina kwa wachanga. Ndio maana mchanga anaweza kukoka tu akajiunga kwaya akaendelea, kwa hiyo anakutana na mitulinga, hana mafundisho, anakuwa ameluka stage nyingi. Sasa wakati mwingine kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu au muendelezo wa kufanya Roho Mtakatifu akae kwa huyo mtu unachelewa kwa sababu hana matengenezo ya ndani. Ndoa nyingi za watu waliookoka zinasumbua kwa sababu hawakutengenezwa, kuandaliwa kwenda kuoa au kuolewa, au wakati wa uchumba hawakuwa na mafundisho ya kina. Hiyo ndio shida kubwa. Ndio maana hata au umekaa nao hapo, wengine ni watu wazima, ukiwauliza uliwahi kufundwa, kwamba ulipata mafundisho at least wiki 2, kwa sababu mafundisho mengi wanaotoa ni yale ya siku moja ya kitchen party, ambao yale sio nia kumfunda yule binti, nia ni kupata zawadi ya vyombo. Sababu huwezi kumfunda binti siku moja akaishi miaka 40, no, haiwezekani. Kwa hiyo ile ni mpango wa mama kupata vyombo. Unamfahamu mwenyekiti wa mama wa hii kanisa? Naitwaje? Anaitwaje? Ni bingwa sana wa hayo mambo. Lakini ubingwa wake ni kumsaidia yule binti apate nini? Vyombo. Lakini amfundi. Ndio maana ndoa nyingi sana zinasumbua. Ukienda Roman Catholic, mtu hajawahi kuolewa kwa wiki 2, ni lazima awe na mafundisho kabla miezi 3. Sio? Sisi mtu anaweza kuhamia tu hapa akakaa mwezi na akachumbia na kapitishwa, hata atufuatilie background alikotoka. Unacheza na mama fueni wewe.